Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wakati ambapo serikali ya Marekani ilitaka kufanya mashambulizi ndani ya Iran, lakini pia ni wakati wa kipindi cha wiki za maandamano ya hivi karibuni. Nchini Iran kulikuwa na machafuko yaliyozuka mwishoni mwa mwezi uliopita na imeripotiwa kusababishwa na kupanda kwa mfumuko wa bei na kushuka kwa thamani ya riali ya Iran. Maandamano hayo yaligeuka haraka na kuwa makabiliano makali na vikosi vya usalama ambavyo vinadaiwa kusababisha mamia ya vifo. Mamlaka ya Iran imelaumu ghasia hizo kwa Marekani na Israel. Kulingana na taarifa iliyochapishwa na Kremlin siku ya Ijumaa, Rais Masoud Pezeshkian alimjulisha Vladimir Putin juu ya juhudi endelevu za serikali ya Iran kurekebisha hali nchini humo, huku Putin akiahidi kwamba alikuwa tayari kwa ajili ya kuhakikisha hakuna fujo yoyote ingeletwa na Marekani ndani ya Iran, kadhalika namna ambavyo wakati huu kutakuwa na ushirika wa kuweza kurekebisha hali ya uchumi katika nchi hiyo. Marais wote wawili walitoa wito wa kupunguzwa kwa mvutano nchini humo na katika eneo zima haraka iwezekanavyo na kusuluhisha masuala yote yanayoibuka kupitia njia za kisiasa na kidiplomasia pekee. Rais wa Urusi Vladimir Putin inadaiwa alipeleka baadhi ya ndege zake za Su-35 kwa ajili ya mashambulizi ikiwa Marekani ingeanzisha mapambano kama ambavyo Rais wa Marekani Donald Trump alisema. Putin na Pezeshkian pia walithibitisha dhamira yao ya pamoja kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati kati ya Russia na Iran, ikiwa ni pamoja na miradi ya pamoja ya kiuchumi, lakini pia kuhakikisha usalama zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati unakuwa wa juu zaidi. Rais Putin alisema kwamba moja kati ya washirika wake ni Iran na atahakikisha Iran inakuwa salama wakati wote. Hakueleza namna ambavyo angeshiriki katika vita endapo Marekani ingeishambulia Iran, lakini anadaiwa kumwambia Rais wa Iran Masoud Pezeshkian kwamba alikuwa tayari kuhakikisha usalama wa Iran unadumu wakati wote. Rais Masoud Pezeshkian mara kadhaa amekuwa akizungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin na wamekuwa wakibadilishana mawazo juu ya nini cha kufanya, hasa kuhusu suala la ulinzi na usalama wa mataifa yao yote mawili. Ikumbukwe mataifa yote mawili ni sehemu katika BRICS. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni kupitia msemaji wake Maria Zakharova, amesema wiki hii kwamba Moscow inalaani vikali uingiliaji wa kigeni uliovuruga katika masuala ya ndani ya Iran. Alishutumu mataifa ya kigeni kwa kujaribu kugeuza maandamano ya amani kuwa machafuko ya kikatili na yasiyokuwa ya maana na kutaka mabadiliko ya serikali nchini Iran. Maria Zakharova alitaja vitisho vya Marekani vya kutumia nguvu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa havikubaliki kabisa na kuonya kwamba hatua za kijeshi dhidi ya Iran zinaweza kuyumbisha Mashariki ya Kati nzima. Amesema kwamba lau Marekani ingeanzisha vita nchini Iran, hali katika eneo zima la Mashariki ya Kati ingekuwa mbaya zaidi, kwani Iran ingelazimika kufanya mashambulizi katika maeneo yote ambayo Marekani ina ngome zake za kijeshi. Pia alihusisha matatizo ya kiuchumi ya Iran na vikwazo vya Magharibi. Katika siku za hivi karibuni, Rais Donald Trump wa Marekani ametoa vitisho kadhaa dhidi ya nchi hiyo, akitoa wito kwa waandamanaji wa Iran kuchukua udhibiti wa taasisi za serikali. Mapema wiki hii, kiongozi huyo wa Marekani alisema utawala wake unaangalia baadhi ya chaguzi kali za kuchukua hatua dhidi ya Tehran. Iran ni mshirika wa muda mrefu wa Urusi na nchi hizo mbili zilifunga makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati wakati wa ziara ya Pezeshkian huko Moscow Januari ya mwaka uliopita. Hata hivyo, miongoni mwa makubaliano yao ni kusaidiana katika masuala ya amani na utulivu pamoja na masuala ya kiuchumi, na hivyo Urusi imesema ipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha hali ya uchumi nchini humo inarejea kama kawaida. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.